Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anatazamiwa kusafiri kwenda nchini India mnamo Disemba 5 siku ya Ijumaa kwa mkutano wa kilele wa nchi mbili. Ziara hiyo inayotajwa ziara ya matumaini na ziara ya kujenga. Ziara hiyo ni muhimu kwani itathibitisha na kuimarisha ushirikiano mkakati maalum na upendeleo, huku kukiwa na changamoto za kisiasa na za kijiografia za kimataifa, na kuongeza shinikizo la magharibi kwa taifa hilo la India. Huu ni mkutano wa 23 wa kilele wa kila mwaka na utakuwa wa kwanza kwa Putin nchini India tangu mzozo wa Ukraine uanze Februari 2022, na kusisitiza umuhimu wake. Huku kukiwa na sera ya matamshi ya kichokozi ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya India, India imedumisha utulivu wake na kushughulikia mazungumzo ya ushuru kwa ukomavu mkubwa na kwa mtazamo wa kupeana kidogo na zaidi kuchukua. Licha ya tishio la vikwazo kwa vyombo vya India, serikali ya Modi imethibitisha tena kuimarisha uhusiano wake wa kimkakati na wa muda mrefu na Urusi. Hata hivyo, India sasa imepata mbinu mpya ya namna ya kupambana na Marekani katika suala la biashara. Trump ilibidi arudi nyuma kwa sehemu ya visa vya dawa na H-1B kati ya mambo mengine, baada ya India kuja na mbinu nyingine ya kuimarisha azimio la India la kufuta ushuru wa kimkakati wa dawa na uwezekano wa kuimarisha ushirikiano wake na Urusi. Wakati India inapojiandaa kumkaribisha Putin, ushirikiano wa kiulinzi umehamia katikati ya wiki ya kidiplomasia inayozidi kuwa kali. Ziara hiyo inatarajiwa kuona matangazo makubwa katika sekta ya ulinzi. Hata hivyo, inatajwa kwamba India ni moja kati ya wanunuzi wakubwa wa silaha kutoka nchini Urusi, na wakati huu inatajwa kwamba imenunua baadhi ya silaha kadhaa ambazo ni kwa ajili ya kiulinzi. Msingi wa kidiplomasia tayari unaendelea kati ya waziri wa mambo ya nje wa India Jaishankar na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov huko New Delhi. Nikolai Patrushev, mmoja wa washauri wa karibu wa rais, alikutana na waziri mkuu Narendra Modi kuratibu nafasi kabla ya mkutano huo, wakati Jaishankar alimuita Putin huko Moscow. Safari hii kwa watu wa India ni safari muhimu sana. Waziri mkuu Narendra Modi, ambaye atampokea Putin katika makazi yake kwa mkutano wa ana kwa ana siku inayofuata, itaanza na sherehe ya kukaribishana rasmi katika ikulu ya rais itakayohudhuriwa na waziri mkuu Modi na rais wa India Draupadi Murmu. Mpango huo kisha utajumuisha mazungumzo ya Warusi na Wahindi katika miundo iliyowekewa vikwazo na iliyopanuliwa, chakula cha mchana rasmi na programu ya tamasha iliyoandaliwa na waziri mkuu, na baadaye mkutano wa rais wa India na mapokezi ya serikali kwa heshima. Putin pia atashiriki katika kongamano la kibiashara kati ya Russia na India na kuweka shada la maua kwenye ukumbusho wa Mahatma Gandhi. Hati 10 za kiserikali na zaidi ya mikakati na mikataba 15 kati ya taasisi za kibiashara na zisizo za kibiashara za nchi hizo mbili zimetayarishwa kutiwa saini. Ziara ya sasa ya Putin ina hadhi ya ziara ya serikali ya juu zaidi katika itifaki ya kidiplomasia na ya heshima za sherehe. Kwa jadi ziara hizo hudumu siku kadhaa na zinajumuisha program pana, ikiwa ni pamoja na matukio ya kitamaduni. Uhusiano kati ya India na Urusi ni wa muda mrefu. Uhusiano huu umeundwa zaidi na kuwa mkubwa zaidi baada ya kuundwa kwa BRICS. Urusi na India ni wanachama waandamizi wa BRICS, na ndio maana uhusiano wao umekuwa ni wa kudumu. Na wakati huu India, licha ya kwamba imekuwa ikipokea vitisho kutoka nchini Marekani, lakini imesimama imara kwa ajili ya kuendeleza uhusiano wao, ambapo imesema uhusiano wake na India ni uhusiano ambao hautakiwi kuingiliwa na mataifa mengine ya nje. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.